Bwana, Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wao wametangaza kufanya jambo zito ambalo litasimamisha nchi kama wasiposikilizwa. Wadau wamefunguka kwamba bora chama chao kifungwe. Na masara. Ni kauli ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche, ambaye amezungumza na kusema kwamba chama hicho kiko tayari kuingia katika hatua nyingine ya mapambano ya kisiasa, ikiwemo maandamano ya nchi nzima ikiwa madai yao makuu hayatapatiwa majibu na serikali. Madai hayo yanajumuisha kuachiwa uhuru kwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Tundu Lissu, kupatikana kwa katiba mpya, pamoja na kushughulikiwa kwa changamoto za ugumu wa maisha zinazowakabili wananchi. Kauli hiyo pia aliitoa baada ya kuwasili eneo la Katoro mkoani Geita kwa ajili ya uzinduzi wa operesheni ya katiba mpya kwa kanda kaskazini, ambako operesheni hiyo inalenga kuhamasisha wananchi kushiriki katika mjadala wa mageuzi ya kisiasa, huku ikigusia pia hali ya maisha na changamoto za kiuchumi zinazoendelea nchini. Heche amesema kwa sasa chama hicho kimeanza rasmi hatua ya kwanza ya kampeni zake kwa kuwafanya mikutano ya hadhara katika maeneo mbalimbali ya Tanzania, lakini pia amesema kwamba mikutano hiyo inalenga kuimarisha chama, lakini jambo jingine kuhamasisha wananchi pamoja na kusambaza ujumbe wa kudai katiba mpya na kuungwa mkono ajenda ya Free Tundu Lissu. Lakini pia kwa mujibu wa mwanasiasa huyo, Chadema haitasita kwenda katika hatua nyingine iwapo madai yao yataendelea kupuuzwa, na anaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kujumuisha maandamano ya amani ambayo anasema yapo ndani ya haki za misingi za wananchi kwa mujibu wa katiba ya nchi. Lakini pia Heche alidai kuwa Watanzania wengi wanaendelea kuathiriwa na hali ngumu ya maisha, huku akisisitiza kuwa kuna vitendo vya ubadhirifu na matumizi mabaya ya rasilimali ambavyo vinachangia wananchi kuendelea kupata shida. Na ameongeza kwamba chama hicho kinaamini kuwa kupitia mikutano ya hadhara wananchi wataendelea kupata uelewa kuhusu haki zao pamoja na nafasi yao katika kushinikiza mabadiliko ya kisiasa na kiuchumi. Katika hotuba yake pia Heche alizungumza namna ambavyo neno maandamano limekuwa likitumiwa kama njia ya kuwakatisha wananchi au wanasiasa wanaotoa maoni tofauti, na anasisitiza kuwa maandamano sio kosa la jinai wala uhaini, bali ni haki ya kikatiba ambayo inatambulika kwa wananchi wote. Alimtaja waziri mkuu mstaafu na mwanasheria mkongwe Joseph Warioba, akisema kauli zake za hivi karibuni kuhusu uchaguzi na mfumo wa kisiasa nchini zimeibua mjadala mkubwa. Heche anadai kuwa baadhi ya viongozi na wananchi wanaotoa maoni kuhusu hali ya kisiasa wamekuwa wakikumbana na vitisho, jambo ambalo alilolisema linaonyesha hali ya sintofahamu katika uendeshaji wa masuala ya kidemokrasia nchini. Kauli za Heche zimekuja wakati ambako Chadema inaendelea na kampeni zake za kuhamasisha wananchi kuhusu madai ya katiba mpya, lakini pia mageuzi ya kisiasa, huku chama hicho kikisisitiza kuwa kitatumia njia za kisheria na za kidemokrasia kufikisha ujumbe wake kwa umma wa Watanzania. Lakini baada ya kauli hiyo ya Heche ambayo imezua mijadala mingi mitandaoni, wadau wa siasa lakini pia wapenda amani wameweza kufunguka kwa namna tofauti kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakidai kuwa kauli hiyo ni kama ya vitisho, kiufupi ni uvunjifu wa amani. Wakati juzi tu tumeona kampeni za Never Again, kwa maana ya yale yaliyotokea Oktoba 29 yasijirudia tena katika taifa la Tanzania, kwani ni kisiwa cha amani. Lakini kufuatia kauli hizi na kampeni zao za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, huenda zikaongeza chuki na kuwajaza hasira tena wa Tanzania wakarudia yaliyotokea. Bora chama kifungwe kama msajili wa vyama alivyodai. Ninatamatisha maoni yako mtazamaji wa Media, itaenda kusomwa wakati mwingine baada ya kuandika kupitia comment section. Wakati mwema.